Bwana mwanafamilia wa Mbayu TV, taarifa ambayo imeweza kutufikia hivi sasa inaeleza kwamba bunge la Ulaya limepitisha pingamizi dhidi ya mpango wa tume ya Ulaya wa kuelekeza msaada wa kifedha kwenda Tanzania kupitia mfuko wa NDICI Global Europe, hatua inayotajwa kuchochewa na hali ya kisiasa inayoendelea nchini Tanzania. Hatua hiyo imekuja baada ya matokeo ya kura zilizopigwa na kamati ya mambo ya nje ya bunge la Ulaya juu ya kuzuia utekelezaji wa mpango huo, ambapo kura 53 zilikubali pingamizi hilo huku kura 2 zikipinga, wakati kura moja ikiweza kuharibika. Awali tume ya Ulaya ilipanga kutuma zaidi ya euro milioni 150 kwenda nchini Tanzania kwa mwaka 2026 kwa ajili ya miradi ya maendeleo nchini Tanzania, ambapo utekelezaji wa msaada huo haukuzingatia hali halisi ya haki za binadamu na utawala wa sheria nchini Tanzania. Kupitia ukurasa wake wa mitandao ya kijamii, mwenyekiti wa kamati hiyo ya mambo ya nje David McAllister amesema uamuzi huo ni ishara ya wazi kwamba Umoja wa Ulaya hauwezi kuendelea kutoa fedha kwa misingi ya nyaraka zinazopunguza hali ya ukandamizaji wa kisiasa, uchaguzi usio wa haki na mwenendo wa kiimla wa serikali. Bwana, hizo ndizo taarifa ambazo zimeweza kutufikia hivi sasa, zikieleza kwamba bunge la Ulaya wameweza kupiga kura, ambapo tumeona hizo ni kura 53 ambazo zimekubali pingamizi la kuzuia misaada kuweza kuelekezwa kwa nchi ya Tanzania, ambapo kwa mwaka 2026 kiasi cha euro milioni 150 kilikuwa kimepangwa kuelekezwa kwenda nchini Tanzania kwa ajili ya kutekeleza shughuli mbalimbali za kimaendeleo, lakini imeweza kuwa katishwa kutokana na hali halisi ya kisiasa katika nchi ya Tanzania, ikiwemo ambapo wameeleza kwamba ni ukandamizaji wa kisiasa, uchaguzi usio wa haki na mwenendo wa kiimla wa serikali ya nchini Tanzania. Na tulishuhudia ama tulimsikia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akieleza kwamba alishajua katika mambo ambayo yanaweza kutokea katika kipindi cha uchaguzi, basi kuweza kupata mikopo kutokea nje inaweza ikawa ni shida. Akawa amewaelekeza mawaziri ambao ameweza kuwateua ama ameweza kuwachagua waweze kuhakikisha kwamba wanatumia kiasi cha fedha za ndani ama rasilimali zilizopo, licha ya kwamba ni chache, kuhakikisha kwamba miradi ya kimaendeleo inaweza kutekelezwa. Alikuwa akitoa maagizo hayo Daktari Samia Suluhu Hassan siku ambayo alikuwa akiwaapisha mawaziri wapya wa baraza la mawaziri katika serikali yake ya awamu ya 6 ambayo ameweza kuiunda katika siku za hivi karibuni. Bwana, unafikiri labda hali itakuwaje kiuchumi nchini Tanzania ikiwa misaada kutoka nje ambapo ilikuwa inabeba asilimia kubwa ya bajeti ya nchini Tanzania imeweza kuzuiliwa kwa namna hii tunavyoweza kushuhudia? Unawaza kitu gani ambacho pengine kinaweza kikatokea? Tuandikie maoni yako hapo na itakuwa inapendeza zaidi. Langu jina mimi ni David Edward, endelea kuifuatilia Mbayu Online TV.